Na ili kuwainua wananchi kiuchumi, tulijenga soko dogo la ndizi kwa ajili ya kina mama na jengo la abiria katika stendi ya Kyaka. Kitupa ridhaa kuendesha tena nchi, tunaahidi kujenga soko la kisasa la Bunazi. Aidha, tutatoa mikopo kwa wananchi kwa ajili ya ufugaji wa samaki kwenye vizimba katika mwalo wa Kabindi, kata za Kashenye na Gera. Mkitupa ridhaa na mkituchagua, tutaongeza uzalishaji wa miche ya kahawa na kuwezesha upatikanaji wa matrekta kwa ajili ya wakulima wa kahawa. Mbali na hayo, tutaendelea na sera yetu ya kutoa ruzuku ya pembejeo ili uzalishaji uwe mkubwa kabisa. Tulileta shilingi bilioni 3 kwa ajili ya ujenzi wa soko la kisasa la mazao ya uvuvi katika eneo la mwalo wa Kyamkwikwi uliopo kata ya Izigo. Tunapoenda mbele, mkitupa ridhaa yenu katika mkakati wetu wa kuanzisha na kuendeleza kongani za viwanda, tutaliangalia pia suala la usindikaji wa mazao ya uvuvi ili wavuvi wetu wapate manufaa zaidi. Vile vile tutaangalia uwezekano wa kuongeza boti za kisasa za uvuvi kwa mikopo ili tuweze kuvua zaidi. Tutawekeza zaidi katika ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba. Hapa tena ni kwa ajili ya vijana wetu. Ile programu yetu ya jenga kesho iliyo bora, tunaipeleka pia kwenye uvuvi, na hapa vijana tutawajengea vizimba wafuge samaki kwa njia ya kitaalamu na wavune samaki ambayo itakuwa ndio malighafi katika viwanda tutakavyoviweka vya kuchakata mazao ya baharini. Ndugu zangu, nakumbuka nilifika hapa mwezi Juni mwaka 2022 ambapo nilizindua mradi wa maji wa Kyaka Bunazi uliogharimu shilingi bilioni 16.6 au bilioni 16 na milioni 600 ili kuhudumia kata mbili za Kasambia Kyaka. Mbali na mradi huo, miradi mingine ya maji imetekelezwa katika kata za Mutukula, Msunga, Mabale, Kilimile, Ishozi, Ishunju, Gera, Kanyingo, Kashenye, Kitobo na Buyango kwa shilingi bilioni 25. Katika ilani inayokuja sasa, tumetekeleza ilani iliyopita. Katika ilani inayokuja tumeahidi kujenga miradi 9 ya maji itakayohudumia maeneo ya Bugango, Buchurago, Bubale, Minziro, Bugorora, Ruzinga, Bugandika, Mushasha, Mwemage, Bieju, Kashenye, Kanyingo na Mgana. Hayo maeneo tunakuja kumaliza adha ya kutokupatikana kwa maji. Tulileta vile vile magari matatu ya kubebea wagonjwa, na tunapoenda mbele, mkitupa ridhaa ya kuendelea kuendesha serikali, tutaweka lami kilomita 2 barabara ya kutoka Bulembo Kona mpaka hospitali ya wilaya ili kurahisisha usafirishaji wa wagonjwa. Tumeona hili ni tatizo. Mgonjwa anakuja hali ni mbaya, akifika ingia toka. Hapana, tutaweka lami ili afikishwe vizuri hospitali. Katika kipindi hiki vile vile tulitoa miche ya kahawa 588,530 kwa wakulima yenye thamani ya shilingi milioni 189. Kitupa ridhaa na tukiendelea, tunaahidi kuleta miche milioni 2 ya kahawa na 500,000 ya parachichi ili tuweze kuzalisha zaidi kahawa na parachichi. Kyaka oye! Misenyi oye! Wa Misenyi, ukifika kule Zanzibar hasa Pemba, harufu inayokukaribisha ni harufu ya karafuu. Nasikia harufu ya karafuu, na ndio maana kuna mwimbaji wa Kongo, nadhani Luanzo Makiadi, aliimba ukifika Zanzibar ni marashi ya karafuu. Lakini nilipoingia hapa Misenyi, hapa tulipo uwanjani, nilikaribishwa na harufu ya kahawa.
Nikasema nimeingia kwenye eneo la kahawa na ni harufu nzuri sana ya kuvutia, kwa sababu mimi pia ni mlevi wa kahawa. Miongoni mwa miradi ambayo tutaendelea kuitekeleza katika miaka mitano inayokuja mkitupa ridhaa ni ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami kutoka Kibaoni Bunazi hadi Kagera Sugar Junction kilomita 25, lakini pia kwa gharama shilingi bilioni 54.7. Vile vile tutakamilisha barabara ya Kietema Katoro Kyaka kilomita 38. Lengo ni kuhakikisha wananchi wa Misenyi hawapati adha ya usafiri. Ndugu zangu, nimesikia kuhusu madai ya fidia, kuchelewa kulipwa kwa fidia kwenye mradi wa umeme wa Kakonko Kyaka, ambapo waathirika 106 wanadai fidia zao. Nami niwahakikishie kwamba tutakaporudi na kuunda serikali, fidia hii tutailipa kama inavyodaiwa. Ndugu zangu wana Misenyi, mradi mwingine mkubwa utakaoifungua wilaya hii ni ujenzi wa uwanja wa ndege. Kwa sasa tuna uwanja wa ndege wa Bukoba ambao una urefu wa kilomita 1.4 na hakuna eneo la kufanya upanuzi kule. Hivyo tumeanza kufanya upembuzi yakinifu kwa ajili ya kujenga uwanja mkubwa na wa kisasa katika eneo la Kiabajwa katika wilaya hii ya Misenyi. Mkiangalia kwenye ilani za uchaguzi, mtaona eneo lililosemwa pale ni Omukajunguti, lakini eneo hili halikufaulu, halikuwa na maksi nyingi kwenye upembuzi yakinifu. Kwa tumeamua uwanja huu ujengwe kwenye eneo hilo la Kiabajwa. Kwa ndugu zangu, Misenyi itakuja kuwa na uwanja wa ndege. Uwanja huo mpya utakuwa na uwezo wa kuhudumia ndege kubwa kama vile Boeing 737-900 zenye uwezo wa kubeba abiria 180 hadi 220. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwa wale tunaopakana nao hapa Uganda watakuja kusafiria uwanja huu, alafu watue uwanja huu kwenda kwao. Tutakamilisha ujenzi wa daraja, mradi mwingine sasa, daraja la Kitengule linalounganisha barabara ya Kyakya, Bukene, Benako na barabara ya Kagera Sugar Junction Kakuyu. Na nimemwona mdogo wangu Nasoro yuko hapa, nadhani ameshatangulia. Katika wilaya za Misenyi, Karagwe na Ngara, hiyo barabara itaunganisha. Daraja hilo lenye urefu wa mita 140 na barabara unganishi zenye urefu wa kilomita 18 vimetugharimu shilingi bilioni 31 na milioni 500. Ujenzi huu umekuwa na faida nyingi. Kwa mfano, awali wakulima walikuwa wakisafirisha miwa umbali wa kilomita 140, lakini sasa kutoka shambani hadi kiwandani, na sasa imepungua hadi kilomita 14 tu kutokana na uwepo wa daraja hili. Lakini zamani ilikuwa wanazunguka kupeleka miwa, sasa ni kilomita 14 tu miwa imefika shambani, na inafika ikiwa kwenye hali nzuri, bado haijapata unyaufu.